Apewe sifa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo kupitia mwanawe ambaye ni mkombozi wetu Yesu Kristo. Nakaribisha sana katika ushirika wa Africa Repent, na zaidi ya yote mafundisho haya yatakuwa katika mtiririko, na maana ni kama series. Kuanzia kwanza kabisa ni mwanzo kabisa wa kila ambacho mwanadamu anapaswa afahamu, apate ufunuo wa dhambi, ili kupitia ufunuo wa dhambi afahamu dhambi, alafu nafsi yake ipate kuvutwa sasa kwa kuona hitaji la kupata huzuni ya kiungu, kukiri dhambi zake, kutubu hizo dhambi mbele za Mungu, kuachana nazo na kupokea imani, dhambi hizo zipate kuondolewa, alafu apewe Roho Mtakatifu aokolewe kwa wokovu wa kwanza. So tunaangalia kuhusiana na ufunuo wa dhambi. So mahali ambapo mwanadamu anafaa aanzie mpaka kufikia wokovu wa kwanza. Tunaanza kwanza kwa ufunuo wa dhambi. Acha tuamini, tuombe. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni zako, mtakatifu 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 wa Israeli. Kupitia mwanae ambaye ni mkombozi wetu Yesu Kristo, aliyekaa mkono wa kuume wako Bwana Mungu, naomba kuhusiana na mafundisho haya ambayo unayapatia kupitia Roho wako aliye mtakatifu Bwana, ili kumpatia kila anayesikia, zaidi ya yote kwanza Bwana Abraham na hata kusanyiko lake ambalo Bwana wako pamoja. Mungu, nenda ukawaongee nao, zaidi ya yote nenda ukawafungue Bwana, wapate kufunguka kuhusiana na mafundisho haya yako, kuhusiana na ufunuo wa dhambi, ili wapate kusongea katika hatua zingine sawa sawa na inavyokupendeza. Mungu, naomba hata wengine ambao watasikia mafundisho haya, Mungu nenda ukawafungue, nenda ukatembee katika mioyo yao kupitia neno lako kwa nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, ili wapate kufunuliwa, wapate kuona asili yao na kutambua asili yao, jinsi neno lako linavyotuweka Bwana. Asante kwa yote Bwana, na asante kwa vyote, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na tukiamini. Amen. So kwanza kabisa tunafaa tuelewe kufunuliwa dhambi ama kufahamu dhambi ni muhimu sana, kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza pata wokovu, hakuna mwanadamu anaweza pata toba kabla hajapata ufunuo wa dhambi zake. Yaani zamani ilikuwa ili uende kuchukua mwanakondoo, ilikuwa ni lazima kwanza ufahamishwe dhambi zako. Huo ndio ufunuo. Baada ya kufahamishwa dhambi zako, hapo ndio ulikuwa unaona hitaji la kwenda kwa mwanakondoo. Hapo ndio una hitaji la kwenda kupata msamaha wa dhambi. So hakuna mwanadamu anaweza okolewa kama hajapata ufunuo wa dhambi zake. So kwanza kabisa, hatua ya kwanza ni lazima kwa uwezo wa Mungu upate ufunuo wa dhambi zako. Mimi vile vile najiweka katika hicho kiatu. So tukiangalia kitabu cha Mambo ya Walawi, kwa nini ni muhimu mwanadamu apate ufunuo wa dhambi? Hawezi pata toba na hawezi kupata wokovu kama hajapokea ufunuo wa dhambi zake. Mambo ya Walawi 4:27 na 28. So naomba ufungue Biblia yako katika Mambo ya Walawi 4:27 na 28. Umuhimu wa ufunuo wa dhambi. Kama mtu katika jumuiya ametenda dhambi pasipo kukusudia na kufanya lile lililokatazwa katika amri yoyote ya Bwana, yeye ana hatia. Amri ya Bwana inakuambia usizini. So kama umezini, unafaa ujue umevunja amri ya Bwana na uko na hatia. Amri ya Bwana inasema usiibe. Kama umeiba, Mungu anataka ufahamu kwamba uko na hatia. Amri ya Bwana inasema usiue. Kama umetoa mimba, kama umeshauri mimba itolewe, kama unaendelea na uchafu ambao ni masturbation ama punyeto, kumwaga mbegu za kiume chini, huu wote ni uchafu na ni aina ya uaji. Kama uko na chuki kwa moyo, hakuna watu ambao
umewasamea katika moyo wako, umefuga uadui, umefuga chuki. Hizi zote ni sampuli za uuaji. So waambiwa na kufanya lile lililokatazwa katika amri yoyote ya Bwana, yeye ana hatia. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyotenda. Huu mstari uweke alama katika moyo wako na moyo wangu. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyotenda. So hii kufahamishwa dhambi ndio ufunuo wa dhambi. So Mungu leo anakufahamisha dhambi zako, ananifahamisha dhambi zangu kupitia neno lake. Ninapofahamu ile ilikuwa dhambi nilikuwa nikitenda. Ile ilikuwa dhambi nilikuwa nikitenda. Hii ambayo nimekuwa nikiishi nao ni dhambi. Ninapopata ufahamu wa dhambi, unapopata ufahamu wa dhambi ndio unapata neema ya kubadili fikra zako, kubadili mawazo ya moyo na kubadili mwenendo na kukiri hizo dhambi na kuachana nazo. Hiyo ni toba na kuweka imani kwa uwezo wa Mungu kwa yule mwanakondoo aliyechinjwa ambaye ni Yesu Kristo. Huo ni wokovu. Imeanza na ufahamu wa dhambi. So lazima neno la Mungu lifungue moyo wako, lichakure. Wacha Roho wa Mungu achakure, afungue moyo wako mpendwa, akuonyeshe kila kitu kile ambacho Mungu amekukataza na umekuwa ukiishi ukikifanya. Mambo ya Walawi 4 tumefika 20. Mambo ya Walawi 4 tumefika 28. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyotenda, ni lazima alete mbuzi jike asiye na dosari kama sadaka yake kwa ajili ya dhambi aliyotenda. Lazima alete mbuzi jike. Kwa nini alete mbuzi jike? Kama sadaka yake kwa ajili ya dhambi aliyotenda. So samahani. Analeta mbuzi jike kwa sababu ametenda dhambi na amepata ufahamu ya kwamba ametenda dhambi, ndo anakimbia kwa zizi kuchukua mbuzi jike. Lakini asipopata ufahamu ya ile dhambi ataenda kwa zizi. Asipopata ufahamu wa ile dhambi aliyoitenda, hataenda kwa zizi. Sawa, hata tubu, hata iacha ile dhambi, alafu aende kuangalia mwanakondoo, ataendelea katika dhambi ile ile kwa sababu hajapata ufunuo wa ile dhambi. So hata unahitaji la toba, kugeuza njia yake mbaya, kubadili mawazo yake ya moyo na hata fikra zake kutoka kwa kile kiovu ambacho amekuwa kikifanya, akiache, alafu ageukie mwanakondoo, ambaye mwanakondoo ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe. So ndio maana Mungu anaika wazi, anasema atakapofahamishwa dhambi yake aliyotenda, ni lazima alete mbuzi jike asiye na dosari kama sadaka yake kwa ajili ya dhambi aliyotenda. Mungu anasema ni lazima alete mbuzi jike. Kwa nini analeta mbuzi jike? Kwa sababu amefahamishwa dhambi alizotenda. Bwana Yesu asifiwe. So huwezi pata wokovu, huwezi kuweka imani kwa mwanakondoo, kwa maandiko, kama hujafahamishwa dhambi zako. Ndio maana hatua ya kwanza ya mwanadamu kuokolewa kwa wokovu wa kibibilia ni lazima apate ufahamu wa dhambi zake. Vile vile ilivyokuwa katika Agano la Kale, haijabadilika katika Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. So ndio maana kuna umuhimu sana wa kuangalia ufunuo wa dhambi zako na dhambi zangu. Tukiangalia sasa kitabu cha Yohana 8 mstari wa 34. Yohana 8 mstari ni wa 34. Yesu akajibu, amini, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yesu akawajibu, amini, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. So Yesu anakwambia, mtu yoyote ambaye anatenda
dhambi. Huyu mtu ni mtumwa wa dhambi. Kwanza kabisa kuna kitu ambacho tunafaa tufahamu. Dhambi mimi na wewe ni watumwa wa dhambi tangu bustani mwa Edeni. Mungu alimwambia Adam katika Mwanzo 2 mstari wa 16 na 17, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akimwambia, uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani. Mwanzo 2 mstari wa 17 sasa, lakini kamwe usile matunda ya mti wa ujuzi, lakini usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda yake hakika utakufa. Mwanzo 3 mstari wa 6, mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo ilikuwa zuri kwa chakula na la kupendeza macho, tena linalo tamanika kwa kujipatia hekima, basi akachuma katika matunda yake akala. Akachuma akala pia akampa mumewe aliyekuwa pamoja naye akala. So wote wakala. Baada ya wote kula, ina maana wameenda kinyume na neno la Mungu. Basi akachuma katika matunda yake akala, pia akampa mumewe aliyekuwa pamoja naye akala. So wameenda kinyume na neno la Mungu. Tumesoma katika Yohana 8 mstari wa 34, Yesu anatuambia, amini amini nawaambia mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yeyote anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Adam hapa na mkewe walitenda dhambi kwa kwenda kinyume na amri ya Mungu. Mungu aliwaambia msile mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Wameshawishiwa na ibilisi shetani, wamekula. So Adam ametenda dhambi. So kwa sababu Adam ametenda dhambi, Yesu anasema kwa Yohana 8 mstari wa 34, anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So mimi na wewe tulitenda dhambi ndani ya Adam. Adam alipotenda dhambi, Adam akawa mtumwa wa dhambi. Mimi na wewe ndani ya Adam tukawa watumwa wa dhambi. So tukiangalia kitabu cha kwa sababu Adam ametenda dhambi ikawa imeingia kwa ulimwengu. Tukiangalia kitabu cha Warumi, acha tuangalie Warumi 5:12. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja. So dhambi iliingia katika ulimwengu. Ulimwengu ni moyo wako, ulimwengu ni moyo wangu. So Adam ndio mtu mmoja. Adam alipoasi, Yesu anasema anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Adam alipoasi, alipotenda dhambi kwa kwenda kinyume na neno la Mungu, Adam ndani ya moyo wake kukaingia dhambi. Adam akawa mtumwa wa dhambi akiwa bustani mwa Edeni. Na kwa sababu mimi na wewe ndio ulimwengu, kabla tuzaliwe, Adam alikuwa ametenda dhambi na alikuwa mtumwa wa dhambi. Mimi na wewe tulikuwa kwa viuno vya Adamu. Dhambi kaingia ndani ya mioyo yetu. So wewe ukawa mtumwa wa dhambi kwa sababu Adam ametenda dhambi. Mimi nikawa mtumwa wa dhambi kwa sababu Adam ametenda dhambi. Dhambi ya kwanza ni ile tuliorithi kutoka kwa baba anaitwa Adam. Si kwa sababu ya chochote tulichokifanya, lakini kwa sababu ya yale Adam aliyoyafanya. So wewe ni mwenye dhambi kwa sababu umerithi dhambi kutoka kwa baba anaitwa Adam. So wewe ni mwenye dhambi kwa sababu, ama wewe ni mtumwa wa dhambi. Yes, wewe ni mtumwa wa dhambi kwa sababu Adam alitenda dhambi. Na Yesu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. So wewe ni mtumwa wa dhambi kwa sababu umezaliwa katika hiyo dhambi, kwa sababu Adam alitenda. Ni sawa na nchi za Afrika zilikuwa colonized, zilitawaliwa na mabeberu wazungu. So ni sawa na mama ambaye ni mjamzito
ambaye yuko chini ya utawala wa mabeberu ambao ni wazungu wa koloni. Huyu mama akiwa mjamzito, huyu mama akiwa mtumwa, yule mtoto aliye ndani ya tumbo ya ule mama yuko pia utumwani. Akizaliwa atapata beberu ndio liko pale. Atapata mombo, mzungu ndio yuko pale, na atalazimika kufanya nini? Atalazimika kuwa mtumwa. Atalazimika kuwatumikia wale watumwa kwa sababu mamake alipokea hiyo mimba akiwa chini ya utawala wa mabeberu, chini ya utawala wa koloni. So yule mtoto akipokezwa ile mimba, mtoto akiingia katika tumbo ya mama, nani anatawala? Mkoloni. So ina maana yule mtoto akizaliwa pia atakuwa chini ya ukoloni. Huyu mtoto akizaa akiwa mkubwa, akizaa wajukuu kama wako chini ya yule mkoloni, basi inamaanisha hawa wajukuu pia watakuwa chini ya ukoloni. Itakuwa ukoloni mambo leo. Ni hivyo hivyo na dhambi. Yesu anasema katika Yohana 8:34, yule anayetenda dhambi ni mtumwa wa hiyo dhambi. Na tunaonyeshwa katika bustani mwa Edeni Adam akitenda dhambi. Alafu tunaona pia katika Warumi, kwa sababu Adam ametenda dhambi, dhambi imepata nafasi kwa ulimwengu. So dhambi kaingia kwa ulimwengu, na kwa sababu dhambi imeingia kwa ulimwengu, dhambi kaanza kutawala wale ambao wanaingia ulimwenguni. Dhambi iko na mamlaka, ikaanza kututawala. Warumi 5:12, kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mtu mmoja ndo amefanya dhambi, lakini tukimalizia Mungu anasema wote wamefanya dhambi, kwa sababu dhambi imeingia katika mioyo yao kupitia baba ambaye anaitwa Adamu. So mimi na wewe ni watumwa wa dhambi hata kabla tumboni. So tukiingia tumboni tayari ni watumwa wa dhambi. Tukiwa tumboni ni watumwa wa dhambi, tukitoka ni watumwa wa dhambi. So yale ambayo tutayafanya ni kutumikia dhambi, ni kutenda dhambi, kwa sababu ni watumwa wa dhambi. Tutaitumikia dhambi. Hii ndio ile dhambi ya asili. So paka uelewe kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi ya asili tangu tumboni. So utakapozaliwa tu, kitu ambacho utatumikia ni dhambi, utaitenda. Tukishuka tu chini, Warumi 5:21, dhambi inatawala. Dhambi ilipoingia ulimwenguni ilitawala. Ndio maana mimi na wewe tukiingia katika tumbo ya mama yetu ni wenye dhambi, na tutakapotoka tutatawaliwa na dhambi. Tutazini, tutaiba, tutafanya usherati. Haya yote tutayaangalia, dhambi ya kutenda. Je, kuna kitu ambacho Mungu anakuonyesha asili yako ya dhambi? Kuna ufunuo ambao Mungu anakupatia, ufunuo wako wa ile dhambi ya asili. Ni muhimu sana. So kiangalia Warumi 5:21, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala. Dhambi tumesoma kwa Warumi 5:12, ilipoingia ulimwenguni iliingia kupitia mtu mmoja na ikafikia watu wote. Alafu Warumi hiyo 5:21 yaongea kuhusiana na dhambi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala kwa njia ya mauti. Dhambi inatawala. Dhambi imekutawala. Dhambi inatawala. Maana ya kutawala inamaanisha dhambi amekuwa kiongozi katika maisha yako. Kama dhambi ni kiongozi katika maisha yangu, kama dhambi ni kiongozi katika maisha yako, kabla tuzaliwe, sisi ni watumwa wa dhambi. So tukirudi sasa tuangalie Zaburi, mahali mimi na wewe ni watumwa wa dhambi tangu tumboni. Zaburi 51:5. Hii dhambi unafaa uelewe, hakuna kitu umetenda ndio ukawa mtumwa wa dhambi, lakini Adam alitenda na ukawa mtumwa wa dhambi tangu tumboni. So hakuna kitu chochote kizuri kinapatikana kwako, hakuna kitu chochote kizuri kinapatikana kwangu. Maana hata kabla tuzaliwe
Sisi ni watumwa wa dhambi kwa sababu mimba yetu imechukuliwa katika dhambi. Zaburi 51 mstari wa 5. Zaburi 51 mstari wa 5. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. So inafaa uelewe mpendwa, wewe umezaliwa mwenye dhambi. Wewe umezaliwa mwenye dhambi. Na kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. So wewe umezaliwa ukiwa mtumwa wa dhambi, bila kufanya chochote, bila kuzini, bila kutukana. Wewe tayari ni mtumwa wa dhambi hiyo kwa sababu ya ile kazi ambayo Adam alifanya, kazi chafu. Tarejelea tena Zaburi 51:5. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. Wewe ni mwenye dhambi tangu mimba ilipoingia kwa mama yako. Vile vile mimi ni mwenye dhambi tangu mimba ilipoingia. So sisi ni wenye dhambi kwa asili. Kwa hivyo kama sisi ni wenye dhambi kwa asili na ni wenye dhambi kwa asili, basi sisi ni watumwa wa dhambi kwa asili. Wewe ni mtumwa wa dhambi kwa asili. Yaani ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wangu, hakuna tendo hata moja safi mbele za Bwana, kwa sababu mtumwa wa dhambi atatenda dhambi mpaka mwisho wake. Tukisonga tu Zaburi 58 mstari wa 3. Zaburi 58 mstari wa 3. Waovu ni wapotovu tangu kuzaliwa kwao. Mungu anaonesha asili yangu, mwenye dhambi tangu tumboni, mtumwa wa dhambi tangu tumboni. Wewe ni muovu. Wewe ni mtumwa wa dhambi tangu tumboni. Wewe ni mtumwa wa uchafu tangu tumboni. Zaburi 58:3. Waovu ni wapotovu tangu kuzaliwa kwao. Waovu ni wapotovu. Mungu anasema wewe ni mpotovu. Wewe ni mpotovu tangu kuzaliwa. Wewe ni muovu, wewe ni mpotovu, wewe ni mtumwa wa dhambi. Hii ndio Mungu anataka uone, ufunuo wa dhambi ya moyo wako, ufunuo wa dhambi ya moyo wangu. Yaani mimi kabla nifanye chochote, kabla niingie ulimwengu huu, mimi tayari niko na dhambi na ni mtumwa wa dhambi. Sina chochote chema. Wewe pia hauna chochote chema. Tangu tumboni, tangu mbegu ya kiume ikutane na mbegu ya mwanamke, yani lile yai, zilipokutana, Mungu anasema hapo ndio ulifanyika mwenye dhambi. So wewe ni mbegu ya dhambi. Mimi ni mbegu ya dhambi. Wewe ni mbegu ya uovu. Wewe ni mbegu ya uovu. Wewe ni mbegu ya upotovu. Mimi ni mbegu ya uovu. Mimi ni mbegu ya upotovu. Yaani ni mbegu mbaya. Hiyo ndio asili. Waovu ni wapotovu tangu kuzaliwa kwao, toka tumboni. Toka tumboni mwa mama zao ni wakaidi. Mungu anasema tangu tumboni wewe ni mkaidi. Tangu tumboni mimi ni mkaidi na usema uongo. Mungu akimwangalia mwanadamu, akikuangalia wewe, anasema kuna mtu amekufundisha uongo. Tangu tumboni, ukitoka tu wewe ni mkaidi na pia umekuwa ukisema uongo. Toka tumboni wewe ni mbegu ya dhambi. Toka tumboni mimi vile vile wewe ni mbegu ya upotovu. Toka tumboni wewe ni mbegu ya uovu. Mimi vile vile. Hii inanishusha chini. Mungu ananipatia ufunuo wa dhambi. Mungu anakupatia ufunuo wa dhambi ili kuweke chini. Uone asili yako haistahili machoni pa Bwana. Uone wewe ni mtumwa wa dhambi 100%, 100%. Mimi vile vile nione vivyo hivyo. Acha turudi Yohana tena. Hiyo ni dhambi ya moyo. Yaani hakuna kitu umefanya ili uwe mwenye dhambi. Adam alifanya ndio ukawa mwenye dhambi. So utaishi maisha yako yote ukitumikia kiongozi ambaye anaitwa dhambi. Haya ndio maisha yako na haya ndio maisha yangu. So acha tusonge mbele, ila tu mkono wa Bwana utende kazi, tutakuwa huru.
Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Yohana, acha turudi tena Yohana 8. Mungu atupatie ufunuo wa dhambi nyingine. Yohana 8, hiyo tumesoma ni ufunuo. Mungu akupatie ufunuo kwa jina la Yesu Kristo, ufunuo wa dhambi yako ya asili. Hiyo Mungu amekupatia. Hiyo ndio ufunuo wa dhambi. Turudi tena Yohana 8 mstari wa 34. Yohana 8 mstari wa 34. Yesu akajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yesu anasema kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yesu sasa yasemi kila anayerithi. Sisi tunajua wazi kwamba Adam alitenda dhambi na tukarithi dhambi na tukawa watumwa wa dhambi kupitia Adam. Wewe ni mtumwa wa dhambi hata kabla utende dhambi. So Yesu anaturegesha tena katika maandiko haya akisisitiza kwamba Yesu akajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Umekuwa ukitenda dhambi ukiamini umeokoka. Kama umekuwa ukitenda dhambi na hukuamini kwamba umeokoka, Mungu anataka uelewe kwamba Yesu anasema kama unatenda dhambi wewe ni mtumwa wa dhambi na hujawahi kupewa haki ili uwe mtumwa wa haki. Kuna mtumwa wa haki na kuna mtumwa wa dhambi. Mtumwa wa haki ni mtu ameokoka na amehesabiwa haki kwa kazi ya Kristo Yesu. So ako na uwezo kupitia Roho wa Mungu ya kutenda haki. Yeye ni mtumwa wa haki. Yesu anasema anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So hebu jiulize, kama umekuwa ukiamini umekuwa umeokoka, wewe ambao unanisikiza, pia Abraham na kundi lake, kama umekuwa ukiamini umeokoka, Mungu anataka ujiulize tena, je, nimekuwa mtumwa wa dhambi ama nimekuwa mtumwa wa haki? Kama umekuwa mtumwa wa dhambi, kama umekuwa ukitenda dhambi, ina maana umekuwa mtumwa wa dhambi maisha yako haya yote ambao umekuwa ukifikiria umeokoka. Kwa sababu ungekuwa umeokoka haungekuwa mtumwa wa dhambi, ungekuwa mtumwa wa haki. Lakini kama umekuwa ukitenda haki, wewe ni mtumwa wa haki. Kama umekuwa ukitenda dhambi, Yesu anasema wewe ni mtumwa wa dhambi. Ni dhambi gani hizi ambazo Yesu anasema dhambi ya kutenda? Hebu tujitafute hapa. Hebu jitafute hapa. Ni dhambi gani hizi? Wagalatia 5 mstari wa 19. Wagalatia 5 mstari wa 19. Kama umekuwa ukiamini umeokoka, lakini umekuwa ukitenda dhambi, inamaanisha wewe ni mtumwa wa dhambi. Yesu Kristo hawezi kosea. Na ni dhambi gani hizi ambazo Yesu Kristo anaziongelea? Dhambi ya kutenda ni yale maovu ambayo mwanadamu amekuwa akifanya. Ni ile dhambi ambayo mwanadamu amekuwa akitenda. Wagalatia 5 mstari wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya. Tendo la kwanza ni uasherati. Biblia ya Kimombo inasema adultery. Kama umekuwa ukiamini umeokoka na umekuwa unatenda tendo la usherati, yani uacha ndoa yako washiriki tendo la ndoa na mwingine, either umeoa na unalala na mwanamke ambaye hujaoana naye, licha kwa umeolewa unalala na mwanamke, nimesema mwanamme ambaye si samani. Kama umeolewa na unalala na mke ambao si wako, wewe ni msherati. Kama hiyo imekuwa tabia yako, wewe si mtumwa wa haki. Inamaanisha wewe watenda dhambi na wewe ni mtumwa wa dhambi. Mimi vile vile kama ni hivyo ni mtumwa wa dhambi, na kwa sababu ni mtumwa wa dhambi, basi hatujawahi kuwekwa huru dhidi ya dhambi hizo na hatujawahi kuokoka. Wokovu ni kuwekwa huru dhidi ya dhambi, kuwekwa huru dhidi ya utumwa, dhidi ya utumishi, dhidi ya kutumikia dhambi. Na kama hujawahi kuwekwa huru dhidi ya kutenda dhambi, basi inamaanisha hujawahi kupata wokovu wa kibibilia. Usherati, adultery. Pia ndani ya adultery, kusonga mbele, kuna fornication. Biblia ya Kimombo, fornication ni tendo la ndoa kabla ndoa.
Kama umekuwa ukiamini umeokoka na wewe ni mtumwa wa tendo la ndoa kabla ndoa, kuna mwanamume mnalala naye na mjaoana naye, hujaokoka. Kwanza kabisa ufunuo ambao Mungu anakupatia ni kwamba wewe unatenda dhambi kwa sababu ni mtumwa wa dhambi. So kama ungekuwa umefunguliwa, umekuwa huru mbali na dhambi ambao ni wokovu, haungekuwa unatenda uzinzi. Ungeona hitaji la kuoa na kukaa na mwanamke na ama mwanamume na kutenda tendo la ndoa katika ndoa takatifu. So kama umekuwa na mwanamke, mwanaume, mnashiriki tendo la ndoa na mjaoana naye, na imekuwa mtindo wa maisha, imekuwa lifestyle, mtindo wa maisha, basi ni wazi hujawahi kuwekwa huru dhidi ya dhambi na wewe ni mtumwa wa dhambi. Pia yafaa uelewe kitu kimoja ambacho itakusaidia. Hii barua ilikuwa inaandikiwa watakatifu, haikuwa ya wenye dhambi. So kama barua hii ilikuwa inaandikiwa watakatifu, wanaonywa vikali kuhusiana na tabia hizi ambazo walioshwa, wanaonywa wasiregelee tena katika tabia hizo, la sivyo hatakuwa na uzima wa milele katika ufalme wa Bwana. So kama ilikuwa inaandikiwa watakatifu na inaandikiwa watakatifu, hii barua ni zaidi kwa wenye dhambi. Zaidi kwa wenye dhambi. Maana wenye dhambi ni watu wanaogelea katika dhambi hizi. Kama watakatifu wanaambiwa mkiishi maisha haya, mkiendelea mkitenda matendo haya, hamuna sehemu, yani hamuna urithi katika ufalme wa Mungu. Yani hamtarithi hata uzima wa milele katika ufalme wa Mungu. Na tayari ni watakatifu wanaonywa hivi. So kwa wenye dhambi ni zaidi. Tafadhali zaidi mlilie Bwana. So usherati pia ni kuangalia pornografia. Yesu anasema katika Mathayo 5:27 na 28. Anasema mtu yeyote anayemwangalia mwanamke kwa lengo la kumtamani. Kama umekuwa ukiangalia wanawake, umekuwa ukiangalia wanaume na unahisi unawatamani katika moyo wako, kama hiyo imekuwa mtindo wa maisha yako, ni wazi hujawahi kuwekwa huru dhidi ya hiyo dhambi. Umekuwa ukitenda dhambi ambayo inaitwa lusting. Ni dhambi ya tamaa ya anasa kwa wanaume na wanawake. Hiyo ni dhambi, na kama hujawahi kuwekwa huru dhidi ya dhambi hii, ni wazi kabisa hujawahi kuwa mtumwa wa haki. Ndio maana huwezi tenda haki na hujawahi kuokolewa. Kama umekuwa ukiangalia pornografia unatamani, hujawahi kuokolewa kama hiyo imekuwa maisha yako. Kwa maana Mungu anasema, Yesu anasema kwa Mathayo 5:27-28, yote anayemwangalia mwanamke kwa kumtamani anazini naye kwa moyo. So umekuwa kwa uzinifu kama umekuwa ukiangalia pornografia kama mtindo wako, na huku unaamini umeokoka. Hujawahi kuokoka kwa sababu kuangalia pornografia unazini kwa moyo. Ukiangalia unatamani aidha mwanaume ama mwanamke. Ukitamani kwa moyo, Mungu anakuhesabia kwamba umetenda dhambi ya zinaa, umetenda dhambi ya anasa, umetenda dhambi ya usherati, umetenda dhambi ya uzinzi. Na kama hujawahi kuwa huru na uzinzi na usherati, hujawahi na pornografia, hata pia tendo lingine ambalo ni chafu kabisa linaitwa masturbation, punyeto. Kama hujawahi kuwekwa huru dhidi ya masturbation, punyeto, huu ni usherati, basi ni 100% haujawahi kamwe kuwa mtumwa wa haki. Haujawahi kamwe kupokea wokovu wa kibibilia, kwa sababu fanya tendo hili chafu la usherati ambao ni masturbation ama la uzinzi, Yesu anasema unapomwangalia mwanamke ukimtamani umezini naye. So unapokuwa katika uchafu ambao unaitwa masturbation ama punyeto, huwa kuna wanaume unawavuta kwa fikra lako, huwa kuna wanawake unawavuta kwa fikra zako, si ndio? So haya ndio Yesu anakuongelesha. Unapowavuta unazini nao, unawatamani. Huu ndio uzinzi ambao Yesu Kristo anasema, ambao kwa Mathayo 5:27 na 28. So unapofanya hilo tendo chafu la punyeto, jua kabisa haujawahi kuwa huru mbali na dhambi na umekuwa mtumwa wa dhambi. Hujawahi kuwa huru mbali na dhambi na wewe ni mtumwa wa dhambi, ndio maana unaitumikia hiyo dhambi.
So huo ni usherati. Kuzini kwa fikra ni usherati. Tendo lingine ni uchafu. Chafu inaweza kuwa hata utoaji wa mimba. Mtu yote ambaye anatoa mimba ni uchafu huo, na kama hiyo imekuwa tabia yako, imekuwa lifestyle ya kushawishi mimba zitolewe, ni hakika 100% hiyo si haki, na wewe si mtumwa wa haki. Ndio maana huwezi kutenda haki. Mungu anataka uone hiyo. Kama hiyo imekuwa maisha yako, anza kukiri mbele za Bwana. Mwambie Mungu akusamee, mwambie Mungu akuondolee, mwambie Mungu afutilie mbali, mwambie Mungu akuhurumie. Endelea tu kumlilia Bwana katika huo uovu ambao Mungu anakupatia ufunuo. Pia unaweza angalia ufisadi. Kama umekuwa ukiishi maisha ya ufisadi kama maisha yako, mtindo wa maisha, ni wazi umekuwa ukitenda dhambi, na ni wazi wewe ni mtumwa wa dhambi. Angalia biashara zako umekuwa kufanyaje, vitu gani umekuwa ukinunua. Kama umekuwa katika ufisadi, kiri mbele za Bwana, wachana nayo. Pia kuna kuabudu sanamu. Kitabu tunasoma ni Wagalatia 5:19. Sasa tuko 20, kuabudu sanamu. Hakuna mtu ambaye anainamia sanamu ya Maria ameokoka, kwa sababu kila anayeabudu sanamu anatenda dhambi, na kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So hakuna mtu ambaye anainamia sanamu ya Maria. Hakuna mtu anainamia sanamu ambao yaweza kwa jiwe venye imani nyingine wanazunguka kwa jiwe hivi, wanalishum lile jiwe. Hakuna mtu anafanya hivyo, hiyo ni sanamu. Hakuna mtu amefanya hivyo anaokoka kwa moto wa jehanamu. Mtu ni mtumwa wa dhambi, mtu ni mfungwa wa dhambi. Hivyo ndo Mungu na Yesu Kristo wanatueleza. Pia kuna sanamu zingine za Kihindi, sijui Hare Krishna, Bhagwan, hizo zote hizo sanamu. Hakuna mtu anainamia hizo sanamu za Bhagwan. Hakuna mtu anainamia hizo sanamu ana wokovu ama ameokoka moto wa jehanamu. Hawa wote ni watumwa wa dhambi. So Mungu anataka ujitafute. Na pia kuna sanamu za kiroho. Kuabudu sanamu, kuna sanamu za kiroho ambayo inaweza kuwa mpira ni sanamu ya kiroho. Wakati unapenda mpira sana na nguvu zako zote, akili yako yote, hata zaidi ya Mungu, hii mpira inakuwa an idol, inakuwa sanamu. So ni wazi kama haya yamekuwa maisha yako ya kupenda kitu sana zaidi ya Mungu, basi wewe umekuwa muabudu sanamu, ama mimi nimekuwa muabudu sanamu. So anza kutafuta katika moyo wako ni kitu gani unapenda zaidi ya Mungu, kwa sababu katika Marko 12:28 ukishuka mpaka 34, Marko 12:28 shuka mpaka 34, Yesu anaongea kuhusiana na tumpende Mungu wetu kwa moyo wetu wote, nafsi yetu yote, akili zetu zote, nguvu zetu zote. So ukiangalia, ukipenda kitu chengine chochote kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa nafsi yako yote, wamuondoa Mungu. Halafu kuna kitu hapa unaweka, na kuna kitu unapatia moyo wako wote, ikiwa ni mpira, ikiwa ni entertainment, ikiwa ni mwanamke ama mwanamume, ikiwa ni mwili wako, pengine figa, pengine uso, pengine nywele, pengine kucha. Kuna watu wanatumia muda mwingi sana katika maumbile yao zaidi ya Mungu. So hayo maumbile yao yamekuwa Mungu kwao. Hiyo ni sanamu. So tafadhali jitafute katika moyo wako, ni katika njia gani umekuwa na sanamu. Mungu anataka uivunje. Kuivunja ni kukiri mbele za Bwana na kuitubu, kuacha completely, kuachana na hizo sanamu. So kuabudu sanamu, pesa inaweza kuwa sanamu. Kuna watu kazi pia inaweza kuwa sanamu. Mungu anakubariki na kazi, alafu unaitumia hiyo kazi vibaya. Kabla upate kazi ulikuwa unaomba Mungu, unakuwa na muda unaenda ushirika, lakini sasa umepata kazi, Mungu amekupatia kazi, huna muda hata na Mungu, unafanya hiyo kazi kama punda. Waendelea, hakuna hata kupumzika, huna hata sabato katika moyo wako. Then hiyo imekuwa sanamu. So Mungu anataka upate ufunuo wa hizi dhambi, alafu uzikiri mbele yake na uachane nazo kabisa, kama vile mtu anatupa jongoo na kijiti mbali kabisa. Mungu anataka ukiri mbele zake na uache. Ndio maana anakupatia ufunuo wa hizi dhambi. Siruhusu chochote ukipende kiwe juu ya
upendo wako na Mungu na nguvu zako pia na akili yako na nafsi yako zaidi ya Mungu, hiyo inakuwa sanamu. So tukizidi kusoma Wagalatia 5:19-20, sahi tuko 20. Uchawi, kama umekuwa ukiamini umeokoka na njia zako zimekuwa kutembelea waganga, Yesu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. So ina maana kwamba hujawahi kuokoka, ndio maana umekuwa watumikia dhambi, kwa sababu wewe ni mtumwa wa dhambi. So angalia hiyo njia zako, angalia moyo wako, kama umekuwa kwa waganga, umechanjwa pengine hata kama ni zamani, lakini hujawahi kuwekwa huru bidii ya hiyo. Kila wakati mambo yakienda vibaya unasema umerogwa, mambo yakienda hivi nasema nimerogwa. Huu ni ushirikina. Ina maana unashiriki uchawi kwa njia ya imani, hata kama uendi, lakini kama kuna moyo huo kwamba mimi nimerogwa, mtu ameniendea chini, kama uko na moyo huo, Mungu anakuita mshirikina. Huo ni moyo wa uchawi. So kama umekuwa ukiamini umeokoka na hii imekuwa mtindo wa maisha yako, hujawahi kuokoka, kwa sababu kuokoka ni kuwekwa huru bidii ya dhambi. Na kama hujawahi kuwekwa huru bidii ya kutenda hizi dhambi, basi na maana hujawahi kuokoka. So Mungu anataka ujue hayo tafadhali. Kuna uadui kama hujawahi kusamehe katika moyo wako, kama unaamini umeokoka na kuna watu hujawahi kuwasamea katika moyo wako, huo ni uadui. Kama imekuwa maisha yako kwa muda mrefu, imekuwa maisha yako hakuna watu umewasamea, haujawahi kuokoka, kwa sababu ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 3:15, waraka wa kwanza wa Yohana, unaweza kusoma kwa Biblia yako 3:15. Roho wa Kristo ndani ya Yohana anatuambia kwamba kila amchukiaye ndugu yake, kila amchukiaye nduguye ni muuaji. Mtu yote ambaye anachuki kwa moyo, Mungu anasema huyu mtu ni muuaji. Nanyi mnajua ya kwamba hakuna muuaji aliye na uzima wa milele. So Mungu anajua kwamba, na anakufunulia unapokuwa katika dhambi ya uadui, ndani ya moyo wako unaweka chuki. Na unapoweka chuki kwa moyo, basi Mungu anakuhesabu kama muuaji. So unaweza ona Wagalatia 5:20, Mungu anaongea kuhusiana na anayetenda dhambi ya uadui ni sawa na anayetenda dhambi ya uuaji. Maana ni sawa na anayetenda dhambi ya chuki. So kama umekuwa katika hayo, Mungu anataka ukiri na uache. Na kama imekuwa mtindo wa maisha yako, ina maana hujawahi kupata wokovu, yani hujawahi kuwekwa huru mbali na dhambi. Wivu, kama wivu imekuwa sehemu yako katika maisha kila wakati, maisha yako ya kiroho ambao unaamini umeokoka, lakini uko na wivu. Huduma ya yule inaendelea, mimi Mungu nisaidie, niko na wivu na huduma yule si nzuri, yangu ndio nzuri, wivu. Mungu anasema kama umekuwa na hii, kama makanisani watu wako na hii, jua kabisa Mungu anakupatia ufunuo wa hizi dhambi ili ukiri na uache kabisa na uwasaidie wengine. Ufunuo hizi dhambi. Kuna watu wanaishi kanisani wako na uadui, hawajui kama ni wauaji mbele za Bwana. Kuna watu wako na wivu ndani ya moyo. Je, wivu imekuwa sehemu yako? Wachana nayo, kiri mbele za Bwana, wachana nayo. Na kama imekuwa mtindo wa maisha yako, jua hujawahi kuokoka. Sasa ndio Mungu anakuzungumzia, anapatia ufunuo wa dhambi, akuongoze katika wokovu wa kibibilia. Na kama kwa neema ya Mungu umekuwa ukitubu, kukiri na kuacha, endelea hivyo vivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia pia uovu mwingine ambao Mungu anauongelea, fitina. Kama umekuwa mtu wa fitina, kuchukua maneno hapa kupeleka kule, ni wazi kama hiyo imekuwa mtindo wako wa maisha, ni wazi hujawahi kuokoka. Kiri mbele za Bwana, anza kumlilia Bwana, endelea kusikia injili ya Yesu Kristo. Mafarakano, kama wewe ni mtu wa mafarakano, kwa ndoa mafarakano, kwa biashara mafarakano, kazini mafarakano, kwa matatu mafarakano, njiani mafarakano. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kama unatenda dhambi ya mafarakano, ni maisha yako, ni mtindo wa maisha yako, ni lifestyle yako, ni uwezo kwamba
hujawahi kuwekwa huru dhidi ya dhambi, basi hujawahi kuokolewa. Maana wokovu ni kuwekwa huru dhidi ya yale matendo machafu ya kale, maovu na dhambi. Tukiangalia pia uzushi, kama wewe ni mtu wa uzushi, kuna ugomvi, ni kama tujasoma ugomvi. Kama wewe ni mtu ambaye uko kwa ndoa, magomvi, waenda kazini magomvi, na watoto wako magomvi, na wazazi wako magomvi, na wajirani magomvi. Kama pia wewe ni mtu ambaye uko katika ndoa lakini ni mtu wa magomvi, kila mtu anakujua wewe ni ule mtu wa makelele, magomvi, basi mtu huyu hajawahi kuwa huru mbali na dhambi, kwa sababu anatenda dhambi ya ugomvi. Ina maana ni mtumwa wa dhambi. So hajawahi kuwekwa huru mbali na hiyo dhambi, hajawahi kuokoka. Ni mtu wa magomvi, ni mtu anatenda dhambi ya magomvi, na anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So zidi kupata ufunuo wa dhambi hizi, zikiri mbele za Mungu na uachane nazo. Maana Yesu anasema mti unajulikana kwa matunda. Mti mbaya unatoa matunda mabaya. Mti ambao ni mbaya ni mti ambao uko na mbegu ya dhambi. Ni mwanadamu ambaye uko na mbegu ya dhambi. Kila atakitoa ni maovu. Mungu anataka uelewe. Kama umekuwa ukitoa maovu yamekuwa mtindo wako wa maisha, Mungu anakueleza kwa hofu ya Kristo Yesu, hujawahi kuokoka. Mlilie Kristo kutoka kwa moyo wako, mwambie akusamehe, mwambie akuoshe. Huku ukiendelea kusikiza injili ya Yesu Kristo, yamkini Mungu atakupa huzuni ya kiungu, toba na wokovu. So tambua hiyo dhambi. Uzushi, kama umekuwa mtu wa uzushi. Usda, ulevi. Kama umekuwa unaamini umeokoka na wewe ni mlevi chakari, kama unaamini wewe uliokoka ama umeokoka na maisha yako yamekuwa ya ulevi, aidha mogoka, aidha chang'aa, aidha pombe yoyote ile, aidha mnazi, chochote kile, aidha bangi, sigara, huu ni ulevi. Kama umekuwa ukiamini umeokoka na umekuwa mvutaji wa sigara ama bangi, umekuwa ukiendelea, tafadhali Mungu anataka uamke. Ni waendelea kuvuta hiyo bangi na huku naamini umeokoka, ni kwa sababu hujawahi kupata ufunuo wa kibibilia kuhusiana na dhambi, ili uzigeuke kutoka kwa hizo dhambi ufate mwana kondoo, kama vile tumesoma katika Mambo ya Walawi 4 mstari wa 27 na 28. Mungu anataka uelewe hivyo. Kwanza uelewe ni mtumwa wa dhambi tangu tumboni, na yale yote umeyatenda ni ya utumwa tu wa dhambi. Uanze kukiri mbele za Mungu hizo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. So tunaendelea kusoma Galatia. Ulevi, hata kama si mlevi sana, lakini kama unatumia pombe, we ni mlevi. Angalia, tangu uamini umeokoka, ushawahi kuwekwa huru dhidi ya hiyo dhambi ama umekuwa ukiitenda? Kama umekuwa ukiitenda, ni wazi hujawahi kuwekwa huru dhidi ya dhambi hii, na wazi wewe ni mtumwa ama mimi ni mtumwa wa dhambi. Kiri ulevi mbele za Bwana. Kiri zile dhambi ambazo Mungu anakuonyesha sahihi. Kiri mbele zake na kutoka kwa moyo wako. Unapozikiri, kuwa na nguvu ya kuachana nazo kupitia neno ambalo tutasoma. Ziwache kwa uwezo wa neno ambalo unalisikia. Bwana Yesu asifiwe. So kuna pia dhambi ya ulafi. Ulafi inaweza kuwa ulafi wa kula, ulafi inaweza kuwa ulafi wa mali. Kama uliamini umeokoka lakini bado uko na ulafi wa fedha, ulafi wa mali, ulafi wa chakula, yani unataka ule, na wengine wana njaa, mfano jirani hajakula, uko na vyakula vingi, uona jiekea wewe unakula, unapakia kabisa. Mfano mashamba, baba ameaga ama yule ambaye alikuwa ana muangalizi wa mashamba ameaga, wewe unachukua kipaumbele ya kunyakua hayo mashamba. We ni mlafi. Na kama unaamini umeokoka, hujawahi kuokoka, kwa sababu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So unapotenda dhambi ya ulafi ni ishara ya kwamba hujawahi kuokoka. Ndio maana dhambi ya ulafi unaitenda na inazidi kukomaa ndani ya moyo wako, na hujawahi kuwa huru dhidi ya dhambi ya ulafi.
So hivyo ndio Yesu Kristo anakuambia, Yesu ndo ananiambia hivyo, mpendwa, anza kukiri dhambi hizi mbele za Bwana, ukitambua katika moyo wako kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi. Anasema ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Nawaonya. Watakatifu wanaonywa. Wenye dhambi pia wanaonywa. Wale ambao pia wanafikiri wameokoka na maisha yao yamekuwa haya, wanaonywa. Nawaonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla, kwamba alikuwa amewaonya kabla, akarejelea tena akawaonya tena, kwa sababu anaona asipowaonya dhamira yake Paulo inakuwa anaona kama damu ya hawa watu itadaiwa kwake. Sasa anawaonya, anawaambia mkitenda haya, kwamba watu watendao, unaona, watu watendao mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu wanaotenda mambo haya machafu hawataurithi ufalme wa Mungu. So hivyo ndio Mungu anakuonyesha. Hivyo ndio Mungu ananionyesha. Kurithi ufalme wa Mungu ni kwamba tunapotoka katika mwili huu tunaingia katika uzima wa milele, katika ufalme wa Mungu. Na nikiambiwa sitarithi chochote katika ufalme wa Mungu, ina maana hata huo uzima wa milele sitaurithi, na ina maana utatupwa jehanamu, katika ziwa la moto milele ukiteketea. So natumai Mungu anazidi kukupatia ufunuo wa hizo dhambi. Pia inafaa uelewe kitu kimoja. Ukiangalia kitabu cha Marko 7:21, bado Mungu anataka uzidi kuchunguza moyo wako, na mimi pia nizidi kuchunguza moyo wangu. Moyo ukiwa ni wajiwe, moyo ukiwa ni mchafu, moyo ukiwa haujapewa moyo wa Mungu, basi kuna mambo yataonekana, kuna uchafu pale utaonekana, kwa sababu dhambi kikaa katika moyo ambao umezaliwa mara ya kwanza, uko na mbegu ya dhambi. So kwa sababu ndani ya moyo kuna mbegu ya dhambi, yale ambayo yatatoka nje kama matunda yatakuwa maovu, yatakuwa ni sawa na ile neno ambayo Yesu Kristo amesema, anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So mtu ambaye yuko na moyo wa dhambi, matunda yake huwa ni matunda maovu. Ndio maana tunasoma Marko 7:21, jichunguze unaposema umeokoka. Je, nini kinatoka kwa moyo wako? Kama ni maovu ambao ni kutenda dhambi, basi inamaanisha ndani ya moyo kuna mbegu ambao inakusababisha utende haya yote, na hujawahi kuwekwa huru dhidi ya hiyo dhambi. Na sasa kwa sababu uko huru dhidi ya dhambi hiyo, ama siko huru mimi dhidi ya dhambi hiyo, basi yale ambayo yanaonekana ni matunda mabaya ama matunda ya dhambi. Matunda ya dhambi. Anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So kama haya ni matunda yako, ni wazi wewe ni mtumwa wa dhambi. Hujawahi kuokoka. Tafadhali. Kuna wokovu wa kidini ambao watu wanaimba nimeokoka. Lakini ukiangalia mwenendo wao haufanani na mwenendo wa Kristo Yesu. Ina maana hawajawahi kupokea roho wa Kristo Yesu. Maana ukipokea roho wa Kristo Yesu ndio wokovu, na matunda ya Kristo Yesu yataonekana. So unaweza jitafuta. Kabla tusome, Yesu alituonya akisema mti mzuri hutoa matunda mazuri, mti mzuri huzaa matunda mazuri. So matunda mazuri ni matunda ya utakatifu. Kama hujawahi kuzaa matunda ya utakatifu, yani matunda yako ni mabaya, chuki, hasira, faraka, mabaya, inamaanisha wewe ni mti mbaya, ama mimi ni mti mbaya. So tutambue dhambi kwanza, asili ya dhambi yetu. Tuone hitaji la mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. So Marko 7:21, kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya. Kama umekuwa ndani ya mawazo mabaya ni kama napanga nitazini vipi na ule mwanamke, tunapanga paka tunakuja tunazini. Haya ni mawazo mabaya. Napanga nitaibaje. Unapanga mambo machafu kwa akili yako ukiwa na kusudi la kuyafanya. Haya ni mawazo mabaya. Mawazo mabaya pia, mawazo mabaya kwa njia nyingine ni haki ya kibinafsi.
nataka nifanye kazi ndio niokolewe. Haya ni mawazo mabaya. Turegelee tena Marko 7:21. Kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu kutoka mawazo mabaya, utajua haujaokoka na una moyo mpya. Kama haya yanachukua nafasi kwa maisha yako, mawazo mabaya, uasherati unatoka kwa moyo ulio na dhambi. Matendo ambayo yatazaliwa ni usherati ama uasherati, tendo la ndoa nje ya ndoa. Uizi, mtu ambaye hana roho wa Kristo ni muizi. Uizi, anapenda uizi. Uwaji, mtu ambaye hana roho wa Kristo ni mtu ambaye hajapata msamaha wa dhambi ama hajapata wokovu, so ni mtumwa wa dhambi. Uwaji, waraka wa kwanza wa Yohana 3:15. Mtu yote ambaye anamchukia ndugu yake ni muwaji, nanyi mnajua ya kwamba kuna muwaji aliye na uzima wa milele. So mtu yote ambaye anamchukia mwenzake, Mungu anamuita muwaji. Je, wewe ni muwaji? Je, umekuwa na chuki? Je, umekuwa ukiamini kwamba umeokoka na chuki imekuwa ikitawala moyo wako? Basi Mungu anataka uelewe kwamba hujawahi kuwekwa huru dhidi ya dhambi, ndio maana wewe ni mtumwa wa dhambi, ndio maana unaishi ukitenda dhambi. Mimi vile vile kama ni maisha yangu. So tunaangalia uwaji, uzinzi, tendo la ndoa nje ya ndoa. Kama unaamini umeokoka na maisha yako, lifestyle yako, mtindo wa maisha yako imekuwa uzinzi, ni haujawahi kuokoka, kwa sababu uzinzi ni dhambi ya kutenda. So mwanadamu anapotenda uzinzi na maana hayuko huru dhidi ya dhambi. Ni mtumwa wa dhambi. Tamaa mbaya, kama hujawahi kuwekwa huru dhidi ya tamaa mbaya, ni wazi wewe ni mtumwa wa dhambi. Uovu, Mungu amejumuisha uovu kwa jumla. Kama maisha yako yamekuwa ya uovu, waamini umeokoka lakini maisha yako yamekuwa ya uovu, kipindi cha maisha yako imekuwa uovu, Mungu anakuambia chunga sana, hiyo ni hatari sana. Shuka chini, amini hujawahi kuokoka, wewe ni mti mbaya. Mungu akushughulikie na Mungu pia anishughulikie vile vile kama maisha yangu yako hivyo. Kuna baada ya uovu kuna udanganyifu. Kama umekuwa mtu wa kutumia uongo, kama uongo imekuwa maisha yako, sehemu ya maisha yako, Mungu anakuhakikishia kwamba wewe unaitenda dhambi ya uongo, wewe hauna nini? Hauna haki, hauna wokovu, na wewe ni mtumwa wa dhambi, kama Yohana 8:34. Bwana Yesu asifiwe. So kama wewe ni muongo, ina maana Mungu hajatenda kazi ndani ya moyo wako. So chunguza moyo wako, kiri uongo, achana na ufisadi. Kama wewe ni mtu wa kupenda magendo na umekuwa ukiendelea na magendo na huku naamini umeokoka, Mungu anasema hapana, jichunguze vizuri, kwa sababu kama ungekuwa umeokoka haungepatikana hapa katika Wagalatia kuendelea. Elewa, kuendelea yani ni maisha yako, ni mtindo wa maisha yako kila siku. Hauna nguvu ya kutoka na unataka kutoka. Basi Mungu anakuonyesha kwamba hujawahi kuokoka. Sasa anza kukiri uovu wako ili Mungu akupatie neema na rehema, si kwa sababu ya kukiri, lakini kwa sababu kama amekuchagua katika misingi, kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu wa kuokoe, basi hiyo ndio itakuwa hatua ya kwanza. Kukiri, kugeuka kutoka kwa uovu na kuachana nao na kutupilia mbali kabisa. So pia wivu, kama umekuwa mtu wa wivu, jua kabisa hujakuwa mtoto wa Mungu. Kama wivu ndio umekuwa ukitawala, kila atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kila atendaye dhambi ni wa ibilisi. Tukifika tutasoma. Inamaanisha kama umekuwa ukitenda maovu, kuendelea, dhambi za kuendelea, inamaanisha babako ni ibilisi. So anzia hapo kumlilia Mungu. Matukano, kama umekuwa mtu wa matusi. Matukano, kama wewe ni mtu wa matusi, kuna uwezekano hayo matusi yanatokana na mbegu ambayo iko ndani, ambayo ni mbegu ya dhambi. Uwezekano ni kwamba hujawahi kuwekwa huru mbali na dhambi. So anza kumlilia Mungu ukiwa hapo. Matukano, kiburi na upumbavu.
Kiburi, kama wewe ni mtu wa kiburi, hutaki kushuka, wajua ukweli, hutaki kufata, hiyo inaitwa kiburi. Na kama wewe ni mtu wa kiburi, Mungu ananiambia anayetenda dhambi ya kiburi ni mtumwa wa dhambi. Basi hajawahi kuwekwa huru bidhi ya dhambi. Hujawahi kuwekwa huru bidhi ya dhambi. Na kama umekuwa katika toba, endelea katika hiyo toba. Hii sikuregeshe nyuma, hii ni kusukume mbele kabisa. Endelea kabisa kwa uwezo wa Mungu. So tukiangalia 23, maovu haya yote, Marko 7:23, maovu haya yote hutoka ndani ya mtu. So kama uko na mbegu ya dhambi, hayo maovu yataonekana. Na maovu yanapoonekana, hayo yametajwa, ni ishara ya kwamba huyo mtu ama mimi ama wewe hatuna wokovu wa kibibilia. So hapo ndio Mungu anataka nishuke, Mungu anataka ushuke kwa kutambua dhambi, kwa kupewa ufunuo wa dhambi kwamba nimekuwa katika hizi dhambi. Basi na wale wako katika hizi dhambi wanaingia jehanamu. Mimi sijawahi kuokoka. Alafu anze sasa kumuomba Mungu, kukiri, kuendelea kusikiza injili ya Yesu Kristo, na kupitia kusikiza Mungu atakupatia imani. Kupitia kusikiza Mungu atakupatia huzuni ya kiungu, atakupatia toba, atakupatia imani na atakupatia wokovu, na ataondoa dhambi, atakupatia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So hayo yote, maovu hayo yote hutoka ndani ya mtu, nayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. So maovu yanatoka kwa moyo. Acha turudi tena katika Yohana. Natumai Mungu anazidi kukufunulia na anazidi kunifunulia. Yohana 8:34. Kisha Yesu akawaambia wale, nimeanza 31, acha nisome 34. Yesu akajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila anayetenda dhambi, awe kanisani, awe mhubiri, awe mwinjilisti, awe mwalimu anafundisha kama hivi, Yesu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Inamaanisha mtu hajaokoka, ni mtumwa wa dhambi. Inamaanisha hujaokoka. Turegelee tena. Yesu akajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Je, umekuwa ukitenda dhambi? Maisha yako yamekuwa dhambi? Yesu anakuambia wewe ni mtumwa wa dhambi. Anza kumlilia Kristo hapo tafadhali. Yesu akajibu, Yohana 8:34. Yesu akajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Tukiangalia waraka wa kwanza wa Yohana, Mungu anataka uzidi kutambua kama umekuwa ukiishi maisha ya dhambi, wewe ni mtumwa wa dhambi. Na mtu ambaye ni mtumwa wa dhambi, babake si Mungu, bali babake ni Ibilisi. Manake yeye ni mtumwa wa dhambi. Ibilisi pia ni mtumwa wa dhambi. Ibilisi ndo alianza kutenda dhambi mara ya kwanza. Na Yesu anasema anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ina maana kama mwanadamu anatenda dhambi, ni mtumwa wa Ibilisi na ni mtoto wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza Yohana 3:8. Yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Yohana 8:34. Tuambiwa, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi, Yesu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa Yohana tuambiwa kuhusiana na dhambi,
Yaani yeye anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yohana 8:34. Yeye anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So umekuwa ukitenda dhambi, Mungu anasema wewe ni mtumwa wa dhambi. Huo ndo ufunuo wa dhambi. Kila atendaye dhambi, kwa haraka wa kwanza Yohana 3:8, yeye atendaye dhambi ni wa ibilisi. So mtu anatenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yule mtu anatenda dhambi ni wa ibilisi. Kwa sababu ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Tuangalie mstari wa 10. Kwa maana jinsi hii tunaweza kujua dhahiri watoto wa Mungu na watoto wa ibilisi. So maandiko yanasema tunaweza kujua kwa ufasaha. Kila atendaye dhambi ni mtoto wa ibilisi. Hapa tunaambiwa mstari wa 10, kwa jinsi hii tunaweza kujua watoto wa Mungu na pia watoto wa ibilisi. Ina maana kila anayetenda dhambi ni wa ibilisi. So ina maana watoto wa ibilisi ni wale ambao wanatenda dhambi. So wanaweza sema wameokoka, wanaweza enda makanisani, tunaweza sisi kuhubiri injili, lakini kama tunatumikia dhambi, sisi ni ibilisi na baba yetu ni shetani. So huu ni ufunuo Mungu anataka uone tafadhali. Mimi vile vile anataka nizidi kuona. So hata tukisoma Yohana, cha tuangalie kitabu cha Yohana sasa. Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu 8. Yohana mtakatifu 8:41. 41. Inasema, nyinyi mnafanya mambo afanyayo baba yenu. Nyinyi mnafanya mambo afanyayo baba yenu. Kuna baba Yesu anaongelea na watoto wa huyu baba wanafanya matendo ya huyu baba. So kama nimekuwa nikifanya matendo ya dhambi, basi na maana babangu ni ibilisi na mimi ni mtumwa wa ibilisi, kwa sababu anayetenda dhambi ni wa ibilisi na mimi ni wa ibilisi vile vile wewe. Kama umekuwa ukitenda dhambi, wewe ni wa ibilisi, babako ni ibilisi. Na kwa sababu baba ni ibilisi, yale ambayo baba anatenda, wewe utayatenda. Na ni ishara mojawapo ya kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto wa nyoka ni nani? Ni ibilisi shetani. Ibilisi shetani anaitwa nyoka katika Ufunuo 7. Ukishuka kabisa, ibilisi anaitwa nyoka wa zamani. So tabia ya nyoka inafanana na tabia ya watoto wa nyoka. So kama nimekuwa nikitenda dhambi, mimi ni mtoto wa ibilisi. Kama wewe umekuwa ukiishi maisha ya dhambi, hujawahi kuokoka, na babako ni ibilisi. Yohana 8:41. Nyinyi mnafahamu mambo afanyayo baba yenu. Nyinyi mnafanya mambo afanyayo baba yenu. Baba imeandikwa kwa herufi ndogo, inaashiria yule baba ambaye ni ibilisi shetani. Tusonge chini. Nyinyi mnafanya mambo ya baba. Baba imeandikwa small, baba yenu ambao ni ibilisi, wanatenda dhambi. Anaendelea, wakamjibu, sisi hatujazaliwa kwa uzinzi. Tunaye baba, imeandikwa kwa herufi kubwa. Tunaye baba Mungu, tunaye baba mmoja, Mungu pekee. So tunaona kwamba katika Yohana 8 na Yohana 8:34 anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na pia tunaona Yohana 8:41, nyinyi mnafanya mambo afanyayo baba yenu. Acha tusonge 44. Nyinyi ni watoto wa baba yenu ibilisi. Baba imeandikwa kwa herufi ndogo, inaashiria ibilisi.
nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi. So kama umekuwa ukitenda dhambi zile tumesoma na maisha yako yamekuwa ni dhambi, Yesu anakuambia kwamba wewe ni mtoto wa Ibilisi na babako ni Ibilisi. Hivyo ndio Yesu Kristo anasema nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi. Kama ni mimi naishi maisha hayo, basi mimi ni hivyo kama andiko linavyosema. Lakini siishi maisha hayo kwa neema ya Mungu. Na naamini kuna wengine pia waishi maisha hayo. We kama unaishi maisha hayo, kiri mbele za Bwana, wachana nayo. Tarejelea tena Yohana 8:41. Narejelea ili izidi kukaa katika moyo. Nyinyi mnafanya mambo afanyayo baba yenu. Waona? Yale baba alikuwa anayafanya ambao ni Ibilisi, watoto wake ambao ni wenye dhambi, watoto wake ambao ni hawajishughulishi hata na sabato ya Bwana. Mungu anasema hawa sasa ndo watoto wa Ibilisi. Nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi. Nanyi mnataka kutimiza matakwa ya baba yenu. So mtoto wa Ibilisi ni mtu anataka kufanya uovu kwa sababu babake ambaye ni Ibilisi anamtumia kama chombo cha uovu, ama anaishi pale ndani kwa sababu majini hawawezi kuishi hapa duniani, lazima waishi ndani ya mtu. Hivyo ndo mapepo yanafanya, ama ndani ya mnyama. Nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi, nanyi mnataka kutimiza matakwa ya baba yenu. So Yesu anasema kuhusiana na nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi. So hebu tafuta moyo wako katika hizo dhambi. Tafuteni mioyo yenu katika hizi dhambi za Wagalatia 5:19 mpaka 21. Halafu uone Yesu Kristo anasema mtu yote ambaye hatembei katika njia hii ya utakatifu bali anatenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. So hivyo ndo Yesu anahimiza pia, kwa sababu ni mtumwa wa dhambi. Unaambiwa baba yako ni Ibilisi. Na Ibilisi akiwa baba inamaanisha basi sisi ambao tunatenda dhambi ni watoto, ama wewe ambao umekuwa ukiishi maisha ya kutenda dhambi, wewe ni mtoto wa Ibilisi. Tukiangalia kitabu cha Ufunuo, na kwa sababu wale wanaotenda dhambi ni wa Ibilisi na wale ambao wanaoishi maisha machafu ni wa Ibilisi na ni watumishi wa Ibilisi, basi inamaanisha Ibilisi akitupwa kwa ziwa la moto, watoto wake pia watatupwa hapo. So kama umekuwa ukitenda dhambi ukiamini umeokoka, hujawahi kuokoka, wewe ni mtoto wa Ibilisi, na babako ambaye ni Ibilisi atatupwa kwa ziwa la moto. Na kwa sababu baba ametupwa kwa ziwa la moto, watoto ambao hawakupata toba, huzuni ya kiungu na hata wokovu wataikwa mahali ambao huyu baba yuko, ambaye ni Ibilisi. So ukiangalia Ufunuo 20:10, Ibilisi ndo anakuwa kwanza kutupwa kwa ziwa la moto. So ina maana kama umekuwa ukitenda dhambi, angalia sana, babako ni Ibilisi, na venye baba anatupwa kwa moto, huyo wewe pia utatupwa. So inafaa umlilie Mungu kutoka kwa moyo wako. Umlilie Mungu akusamehe dhambi, makosa na uasi, aziondoe kabisa. Umlilie Mungu huku ukisikia injili ya Yesu Kristo. Ufunuo 20:10, naye Ibilisi aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibiriti. Waliko kuwa wametupwa yule mnyama na yule nabii wa uongo. Naona naye Ibilisi aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibiriti. So anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi,
anayetenda dhambi babake ni Ibilisi. Babake ni Ibilisi. So nikiona nimekuwa nikitenda dhambi, nijua babangu tangu kunyuma amekuwa ni Ibilisi. Na Mungu anasema naye Ibilisi ambaye ni babako na babangu, naye Ibilisi, najiweka chini katika mafundisho haya, naye Ibilisi aliyedanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibiriti, walioko kuwa wametupwa yule mnyama na yule nabii wa uongo, wateswe humo usiku na milele. Usiku na mchana, milele na milele. Hivi ndio Mungu anasema. So inafaa uone hitaji kama atendaye dhambi ni wa Ibilisi na umekuwa ukitenda. Na Mungu anasema anayetenda dhambi babake ni Ibilisi. Then babako amekuwa Ibilisi kama umekuwa ukitenda dhambi. Babako amekuwa Ibilisi. So na kwa sababu baba ni Ibilisi, baba anapohukumiwa, tuangalia hukumu sasa. Tumeangalia ufunuo wa dhambi, sasa tunaingia katika hukumu. Sasa baba anapohukumiwa, watoto wake ambao ni watoto wa Ibilisi wanaekwa wapi? Tunaona baba ametupwa kwa ziwa la moto. So hii inafaa ikusukume upate kupatana na Mungu, ukiri wovu wako, ikusukume uondoke katika kuwa mtoto wa Ibilisi, ufanyike kuwa mtoto ama mwana wa Mungu. Soma Ufunuo 21, tunaona Ibilisi katika Ufunuo. Acha turegelee Ufunuo 20 mstari wa 10. Naye Ibilisi aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibiriti, walioko kuwa wametupwa yule mnyama na yule nabii wa uongo. Naye Ibilisi aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibiriti. Tunaona Ibilisi anachukuliwa, anatupwa kwa ziwa la moto na kibiriti. So wale ambao ni watoto wa Ibilisi watatupwa wapi? Ina maana Ibilisi akitupwa katika ziwa la moto, wale watoto wake pia watatupwa katika hilo ziwa la moto. Usiafani uone hatari, na uone hatari ya wewe kutupwa katika ziwa la moto. Ufunuo 21:8. Ufunuo 21:8. Lakini waoga, je, umekuwa katika dhambi hii ya uoga? Unakuwa na hofu ya kumkiri Yesu Kristo, unakuwa na hofu ya kukemea dhambi. Je, uoga imekuwa ni sehemu yako? Hata kuogopa chapa ya mpinga Kristo hiyo 666, hiyo kuwa na hofu ndani ya moyo, huo ni uoga. Mungu hajatupatia roho ya uoga, bali ametupatia roho ya ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. So tukiangalia Ufunuo 21:8, lakini waoga, wasioamini pia ni wale ambao wanatenda matendo machafu. Wasioamini si watu peke yake ambao hawajaamini kazi ya msalaba. Hao ni wasioamini pia, lakini pia zaidi wasioamini ni watu ambao wanaishi maisha machafu. Wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, pamoja na waongo wote. Mahali pao, Mungu anasema mahali pako wewe na mahali pangu katika hii hali, mahali pao ni katika lile ziwa la moto na kibiriti. Hii ndio mauti ya pili. Hilo ziwa la moto ndio mauti ya pili. Hilo ziwa la moto ndio mauti ya pili. Na Mungu anasema mtu yote ambaye hatubu, yani habadili nia, habadili mawazo, Mungu anasema atamchukua, basi atamweka katika ziwa la moto. Hivyo ndio Mungu anasema. So ina maana mimi na wewe ambao ni watoto tunafaa tujitafute zaidi, tujue sisi ni watoto wa nani. Wewe binafsi ni mtoto wa nani? Unamtumikia nani? Yule ambao unamtumikia wewe ndio mtoto wake. Yule ambaye namtumikia mimi ndio mtoto wake. So tuangalie na uangalie umekuwa ukimtumikia nani.
Yohana 8:41 tumesoma. 44 tumesoma sehemu ya A. Na natumai hiyo itakuwa tu sawa kwa uwezo wa Mungu. Mungu anasema mahali pao. Sasa inafaa mlilie Mungu kweli. Mungu sina mahali, ila mahali pangu ni katika lile ziwa kwa sababu ya kutotii wazazi. Mungu nisamehe. Mungu nihurumie. Mungu nisamehe katika njia ya ulevi, katika njia ya uzinzi, usherati. Mungu nisamehe. Mungu tusamehe. Mungu tupatie neema kutoka mbinguni ili iweze kutuosha, iweze kutusafisha Bwana. Mungu tupatie imani kutoka mbinguni ili iweze kutusafisha, iweze kutuosha Bwana. Iweze kutupatia ujasiri kwamba kupitia kwa Mungu mwenyewe wa Abrahamu, Isaka na Yakobo tumekuwa huru. Mungu kaonekane, Mungu katende, Mungu kamsaidie mpendwa huyu, Mungu kamfungue mama huyu katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba hata tukiamini. Amen. So unaweza endelea pia kuomba tukiangalia mengine. Yale pia unafaa ufahamu ni kwamba tunapoongea hivi Mungu ashaonyesha kwamba shetani atatupa katika ziwa la moto. Na Mungu anasema anayetenda dhambi ni wa shetani. So shetani akitupa kwa ziwa la moto, wale ambao wanaitenda hiyo dhambi pia watatupwa. Na wewe uko katika hiyo dhambi. Sasa anza kukiri mbele za Bwana. Anza kukiri mbele za Bwana. Mwambie Mungu akusamehe dhambi ya usinzi, dhambi ya ulevi, dhambi ya usherati. Mungu nisamehe, Mungu niondolee. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anataka uone moto kupitia maandiko, ule ambao anakuonyesha kupitia maandiko, ili uwe na juhudi ya kutubu. Kiangalia kitabu cha Isaia 1:28. Lakini waasi, kumbuka wewe ni muasi, lakini waasi na wenye dhambi. Kumbuka tangu tumboni mimi na wewe tumezaliwa kwa dhambi, na Mungu anaongea kuhusiana na haya na kuhusu yananihusu. Lakini waasi ni wavunjaji wa sheria. Usizini, wanazini. Usiibe, wanaiba. Dhulumu, wanadhulumu. Isaia 1:28. Lakini waasi na wenye dhambi wote wataangamizwa. So inafaa uone wewe kama mwenye dhambi utaangamizwa. Umlilie Mungu kutoka kwa moyo wako wote. Manake shetani atatupa kwa ziwa la moto, na wale ambao wanatenda dhambi watamsindikiza shetani. Na Mungu anatupatia uhakikisho katika Isaia 1:28. Lakini waasi na wenye dhambi wote wataangamizwa. So kabla ya kuangamizwa katika ziwa la moto, inafaa umlilie Mungu sana. Nao wanaomwacha Bwana wataangamia. Wanaomwacha Bwana ni wale pia ambao wamesikia neno, wameokolewa, alafu wamekuja katika ushirika, lakini wanamwacha Bwana Yesu Kristo ambao ni ushirika. Wanageuka, wanafata mambo ya mwili, wanaacha ushirika. Unaona, wanauacha ushirika. Hivyo ndio Yesu Kristo anasema wao watu wataangamia. Hiyo ndio kumwacha Bwana. Kumwacha Bwana pia ni kugeuka kutoka kwa yale ya haki na kuanza kutenda dhambi. Hiyo ni kumwacha Bwana. Kumwacha Bwana pia ni kugeuka kutoka kwa kile ambacho Mungu anasema hichi achana nacho. Na achana nacho, alafu nakiregelea, naendelea kufanya kama mtindo wa maisha yangu. Hii ni shida. Mungu anasema hawa watu wataangamia. Kumwacha Bwana pia ni kuacha amri zake. Wale watu wanasema wanaomwacha Bwana wataangamia. Mungu anasema wale ambao wanaacha amri za Bwana, wanaziacha, Mungu anasema hao wataangamia, na hao ni watoto wa Ibilisi. Basi inafaa uzidi kukiri. Manake kama utakiri dhambi na kuziwacha, wewe ni mtoto wa Ibilisi, na mwisho wa siku utaingia tu jehanamu. So tafadhali anza kukiri uovu wako mbele za Bwana na kuacha kwa uwezo wa Mungu. So pia tukiangalia kitabu cha Isaia, tumeona shetani akitupa kwa ziwa la moto na kibiriti, na shetani ana watoto, shetani ana wafasi, shetani ana watu. Wataokotwa pia, watakusanywa na wataekwa katika ziwa hilo la moto. So kama uko katika hiyo kategori ya kwamba umekuwa ukiishi maisha machafu, umekuwa hauenendi katika njia za Mungu, umekuwa haujawahi kuwa na nguvu
ama na mzigo kwa ajili ya wenye dhambi na kushinda dhambi, basi Mungu anakuhakikishia, na umekuwa ukiishi maisha machafu, Mungu anakuhakikishia haujawahi kupokea nuru ya wokovu na uko huru dhidi ya dhambi. Na sasa anza kumlilia Bwana, kwa sababu Jehanamu inakutamani, kuzimu inakutamani. Kuzimu inakutamani. Tukiangalia kitabu cha Isaia tuangalie Isaia 5 mstari wa 40, mstari wa 14. Isaia 5 mstari wa 14. Kwa hiyo kuzimu imeongeza hamu yake. Kuzimu imeongeza hamu. Manake shetani tayari kwa ulimwengu wa kiroho, shetani ameshindwa na ametupwa katika ziwa la moto kwa sababu ya maandiko. Ufunuo 20 mstari wa 10, shetani atatupwa katika ziwa la moto na malaika zake. Sawa na yule nabii wa uongo na mpinga Kristo, shetani atatupwa katika hilo ziwa. Lakini Mungu ananionya na anakuonya katika Isaia 5 mstari wa 14, kwa hiyo kuzimu imeongeza hamu yake. So kuzimu inaongeza hamu. Kuzimu ni mahali ambapo wenye dhambi wanapokelewa. Mwenye dhambi akifa anaenda kuzimu. Kuzimu anaenda kukaa pale akingoja hukumu ya mwisho. So akingoja hukumu ya mwisho, kuzimu itatupwa katika ziwa la moto. Kuzimu itarushwa katika ziwa la moto. So ni sawa na kuzimu haitaki kutupwa katika ziwa la moto peke yake, inataka imeze watu wengi. Ndio kuzimu ikitupwa kwa ziwa la moto, Ufunuo 20:14, mauti na kuzimu nazo zikatupwa katika ziwa la moto. So kuzimu itatupwa kwa ziwa la moto. So kabla kuzimu itupwe katika ziwa la moto, kuzimu inakutamani. Kuzimu inakutamani wewe mwenye dhambi, wewe mwana wa ibilisi, wewe mtumwa wa dhambi. Kuzimu inakutamani. Inasema aje huyu, aje. Kuzimu ni sawa tukisema haitaki kwenda kwa ziwa la moto peke yake, inataka iokote wengi. Ndio kuzimu ikitupa kwa ziwa la moto, hawa wengine ambao wanatolewa kuzimu pia wafate kuzimu katika ziwa la moto. So hivyo ndio Mungu anataka uone. Mungu anataka uone kuzimu inakutamani. Isaia 5 mstari wa 14, kwa hiyo kuzimu imeongeza hamu yake. Kuzimu imeongeza hamu, inakutamani kama venye mwanamume anavyotamani mwanamke, ama mwanamke anavyotamani mwanamume katika ndoa yao takatifu. Wakiwa wametengana muda mrefu, wana hiyo tamaa ya kiungu. Kwa hiyo kuzimu imeongeza hamu yake na kupanua mdomo wake bila kikomo. Kuzimu imekupanulia mdomo bila kikomo. Kila siku inakutamani. Venye ilikuwa inakutamani jana, leo imeongeza tamaa na mdomo umefunguka wazi kabisa ili ipate kukumeza. Na ikikumeza kuzimu inakupeleka katika ziwa la moto. Ufunuo 20 mstari wa 14. So ukijua wazi kuzimu inakutamani, imeongeza hamu yake. Ukijua wazi kuzimu imepanua mdomo wake tayari kukumeza bila kikomo, Mungu anataka utie juhudi kwa uwezo wa Mungu. Si juhudi ya kufanya katika mwili, lakini kusikiza neno, kusoma, kugeuka kutoka kwa kile kiovu, kushiriki na wenzio kile ambacho umepokea hata kabla wokovu. Tafadhali iweke katika moyo na uendelee. Ukijua wazi kuzimu imeongeza tamaa, na ukijua wazi pia hauna muda wa kupoteza, kwa sababu kuzimu imefungua kinywa chake na si muda mrefu itakumeza. So tukiangalia pia Isaia 14 mstari wa 9, Isaia 14 mstari wa 9, kuzimu kote kumetaharuki.
kuzimu kumetaharuki kukulaki unapokuja. So kuzimu inakutamani na imefungua mdomo. Na kuzimu pia kuzimu kote kuna taharuki. Kutaharuki ni kama kushangilia. Ni kama venye mtoto anaweza muona babake, ambaye babake ameshinda kazini siku nzima, mtoto amemtamani baba, akimuona baba anakimbia na ruka. Hivyo ndio watoto wangu wanafanya. Hata leo watoto wangu wamefanya hivyo. Waliponiona nikiingia tu kwa mlango, kwa gate, wameruka wawili, wakarukiana, mmoja akaanguka chini, akaanza kulia. So ile furaha, ameruka, anafurahi, anataharuki kumpokea babake. Mmoja akanikimbilia na tukakumbatiana na hata nikambusu takatifu. So ni hivyo. So Mungu anasema katika Isaia 14:9, kuzimu kote kumetaharuki. Kuna shangilia kweli. Kuna shangilia. Njoo utakuja lini? Njoo kumefungua mdomo, imeongeza hamu. Kuzimu kote kumetaharuki kukulaki unapokuja. Imefungua kinywa, alafu inaongeza tamaa kila siku. Kuzimu iko chini. Unapozini hapa juu ya inchi, kuzimu iko chini, inakutamani kweli, inafungua kinywa kweli, mtu anguke ni mmeze, inataharuki. Kuzimu kote kumetaharuki kwa ajili yako. Unaona? Kunaamsha roho za waliokufa ili kukupokea. Kunaamsha roho za waliokufa. Wale watu waliokufa inawaamsha, kuzimu inawaamsha ili wakupokee. Yaani mgeni ameingia, nyinyi mliokufa hapa kuzimu, amkeni, kuzimu inawaamsha. Inawaambia wapokee huyu, wapokee hawa wenye dhambi, ambao wameishi maisha ya dhambi lakini wanaishi wakiamini wameokoka. Hao ndio kuzimu imewafungulia kinywa, inawatamani na imeongeza hamu na inawashangilia, kumetaharuki kuwalaki. Waliokufa ili kukupokea. Wote waliokuwa viongozi katika ulimwengu, kuwafanya wainuke kwenye viti vyao vya kifalme, wale wote waliokuwa wafalme juu ya mataifa. So kiona hii picha, Mungu anataka ufanye nini? Mungu anataka kuanzia sasa, hatua ya kwanza uanze kukiri dhambi zako. Hatua ya kwanza, ukiona kitabu cha Methali, ukiona moto umefungua kinywa, unanitamani, unaongeza hamu, kumetaharuki kukupokea, basi inabidi umlilie Bwana kweli, umlilie Mungu kweli. Tukiangalia Methali 28:13, yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa. So inafaa uanze kusema dhambi zako mbele za Bwana. Sema dhambi zako mbele za Bwana. Zikiri, usibakishe hata moja, kwa sababu kuzimu nyuma inakutamani. Kuzimu nyuma imefungua kinywa chake. Kuzimu kumetaharuki kukupokea, kukumeza. Sasa kiri dhambi zako mbele za Bwana. Hii ndio hatua ya kwanza. Kiri dhambi zako mbele za Bwana. Kitabu ni Methali 28:13, yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye. Yule ambaye anaziungama, kiungama ni kuconfess, ni kuzisema mbele za Bwana na kuziacha. Ukiziungama, hakikisha kwa uwezo wa Mungu umewacha. Mungu, nimezini, Mungu nimeiba, Mungu nimetukana, nisamee Bwana, nihurumie mtakatifu wa Israeli, Mungu muhurumie mpendwa huyu. Hii ndio kufanya nini? Hii ndio kuziungama. Kuziungama ni kuzitaja zile ambazo Mungu anakukumbusha, anakufunulia, na kuziacha. Methali 18:23, yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye. Ungama dhambi zako kuanzia sasa kuendelea, na kuziwacha. Hakikisha ukiungama unawacha, upata rehema. Na ndani ya rehema ndio kuna neema, ndani ya neema kuna wokovu. So Mungu anataka
uungame dhambi zako. Kuungama ni kuziconfess. Ukiangalia kitabu cha Mathayo ukiangalia Mathayo 3 mstari wa 1, lazima uungame hizo dhambi, anza kuziungama. Yohana alipokuja kuhubiri ubatizo wa toba, waliambiwa waungame dhambi alafu wazitubu. Kutubu ni kuacha. Methali 28:13 inasema mtu yote ambaye anaficha dhambi zake hatafanikiwa, lakini yule ambaye anaziungama, anazikiri, anazileta zote mbele za Bwana, anazisema mbele za Bwana na kuziwacha, atapata rehema. So ni kuzikiri na kuziwacha. Hii ni toba. Hii ni sura ya toba. Hii ni sura ya toba katika Agano Jipya. Tukiangalia kitabu cha Mathayo, na hii ndio Mungu anataka ufanye kuanzia sasa uendelee. Mathayo 3, na kama umekuwa ukiendelea, zidi kuendelea mpaka ile siku Mungu atakupatia imani ya Yesu Kristo. Mathayo 3 mstari wa 1. Siku hizo Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri katika nyika ya Uyahudi akisema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni. Yohana alihubiri watu watubu. Kutubu inahusisha Mathayo 3 tumesoma 1, tumesoma 2. Alafu sasa turuke mpaka mstari wa 6. Yohana alihubiri watu watubu. Tubuni, tubuni, tubuni. Tukiangalia mstari wa 6, nao wakiziungama dhambi zao. So kutubu dhambi inaenda na kuziungama. Kuungama dhambi inaenda na kutubu. Kuungama dhambi mbele za Mungu na kuacha. Nao wakiziungama dhambi zao, akawabatiza katika mto Yordani. Wakiziungama dhambi zao walikuwa wanaziacha, yani wanatubu. Yohana akawabatiza. Bwana Yesu asifiwe. So pia tukiangalia waraka wa kwanza wa Yohana, Mungu anataka ukiri dhambi zako. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 9. Mungu anakuambia, kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka kwenye udhalimu wote. Kama tukiziungama dhambi zetu. Kuziungama ni kuzitaja mbele za Bwana na kuziwacha. Hiyo ni toba, ni kukiri na kutubu. So kama tukikiri na tukitubu, ina maana tukiachana nazo. Yeye ni mwaminifu. Mungu anasema utakapozikiri, Mungu anasema yeye ni mwaminifu. Na Mungu ataonyesha uaminifu wake kwa kufanya nini? Yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka kwenye udhalimu wote. So Mungu anasema utakapokiri dhambi zako, utakapotubu, utakapoziwacha, Mungu anasema ni mwaminifu, na uaminifu wake ni kwa kusamea dhambi na kunisamea dhambi na kutusafisha kutoka katika udhalimu wote. Inaanza na kukiri na kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kutubu ni nini? Sije ukasema ukachanganyikiwa, nimezikiri, nimezitaja mbele za Mungu, lakini kutubu ni nini? Kutubu ni kuacha. Vile vile tumesoma katika Methali imeeleza. Methali 28 mstari wa 13, yule ambaye anaficha dhambi zake hafanikiwi, huyo anaingia jehanamu. Lakini yule anayeziungama na kuziwacha ni toba. So ni kuziungama na kuziwacha, ni kutubu na kuzikiri, kuzikiri na kuzitubu, kuzikiri na kuziwacha, ni kuzikiri na kuziwacha. Ya hivyo ndio mpangilio mwema, kuzikiri na kuziwacha. Yoyote anayeziungama, anayekubali na kuzikiri mbele za Bwana na kuziwacha. So ni kuconfess na kurepent. So kutubu ni nini? Tukiwa tunamalizia, unapoziungama dhambi zako, unapozikiri mbele za Mungu
inafaa utubu. Kutubu ni nini? Ezekieli 18 30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Baada ya kukiri katika Methali 28:13, yeyote anayeziungama, kuzikiri na kuziwacha. So kuziacha ni kutubu. Tukiangalia katika Ezekieli 18:30, kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila moja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Kutubu ni nini? Geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Na regelea kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu nataka ikae katika moyo wako kikamilifu. Huenda naweza kuwa naenda haraka, ndio maana Roho wa Mungu anaruhusu tunaregelea katika utaratibu tena na tena. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila moja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Geukeni. Kutubu ni nini? Ni kugeuka kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. So unapoungama dhambi zako, kuziwacha ni kutubu, ni kuungama na kutubu, kusema Mungu nimeiba, Mungu nimezini, kila dhambi ambayo Mungu anakuonyesha kwa moyo, ziungame, yani ziseme mbele za Bwana na wachana nazo. Hiyo ndio kukiri ama kuziungama na kuzitubu. Kiangalia 31, tupilieni mbali. So unapokiri, unapoziungama, unapoziwacha, unaambiwa sasa usiziwache tu, zitupilie mbali. Tupilieni mbali makosa yenu yote mliotenda. Tupilieni mbali makosa yenu yote mliotenda. Tupilieni mbali makosa yenu yote mliotenda, nanyi mpate moyo mpya na roho mpya. Kwa nini mfe, nyumba ya Israeli? Mungu anasema baada ya kukiri dhambi zako, wachana nazo, yani tubu, usizitende tena, geuka kutoka kwa hizo dhambi. Alafu Mungu anasema zitupilie mbali. So ni kuungama dhambi, kuconfess, kurepent na casting them away ama throwing them away. So ni kufanya nini? Ni kuziungama dhambi, yani kuzikiri na kuziwacha na kuzitupilia mbali. So hayo ndio unapaswa uyazingatie kwa sasa. Acha tuziungame zote pamoja kwa niaba yako. Na kushukuru Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, Mungu wa kabila la Israeli, Mungu mpendwa aliyesikia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mungu naomba msaidie katika kuungama dhambi zake, kuziwacha. Mungu mpatie huzuni ya kiungu, ili aweze kuhuzunikia uovu na kugeuka kutoka kwa dhambi hizo kupitia huzuni hiyo, yani toba. Mungu nakuomba, msamehe dhambi ya uzinzi, msamehe dhambi ya usherati, msamehe dhambi ya ulevi, msamehe hata ile dhambi tuliyoipokea kutoka kwa Adam tukiwa viunoni mwa Adam. Bwana Mungu, nenda ukatusamehe, nenda ukamsamehe Bwana Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo nenda ukamuoshe, nenda ukamsafishe Bwana. Msamehe dhambi ya ushoga, msamehe dhambi ya uzinzi, msamehe dhambi ya kuangalia pornografia, msamehe dhambi ya tamaa, msamehe dhambi ya ulevi, msamehe dhambi ya uzushi, msamehe dhambi ya husda, msamehe dhambi zote zile alizokuasi kwa uvunjaji wa amri zako Bwana. Msamehe dhambi ya kutosamea, msamehe dhambi Bwana, tusamehe dhambi Bwana ya kutoheshimu wazazi, tusamehe Bwana dhambi ya matukano, tusamehe dhambi Bwana ya kiburi, tusamehe dhambi ya kijicho, tusamehe dhambi ya faraka, tusamehe dhambi Bwana ya husda, tusamehe dhambi ya ulafi Bwana. Mungu tunaomba kwa neema yako kaonekane Bwana, katugeuze kutoka kwa uovu wote huu, maana toba inatoka mbinguni. Nguvu ya kumbadilisha mwanadamu inatoka kwako Bwana. Nenda ukampatie mpendwa huyu, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu.
Amen. Mungu akubariki.